Jicho la imani hapa hapa ZDH TV, maarifa kwa umma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rahma kipenzi chetu na kipenzi Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadha majlis majalisi yawm al-jum'ah, durusu min durus al-Muhammadiyya alayhi salatu wassalam. Amma ba'd. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rahma kipenzi chetu na kipenzi Allah Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, niusieni pia na kuhusia nafsi yangu katika jukumu zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni majlis, katika majlis ya siku ya Ijumaa, tukipeana habari dondoo mbalimbali zinazohusiana na darsa min durusil Muhammadiyya, katika darsa na masomo yanayotokana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Na leo tujifunze katika hadithi moja ambayo ni mibras min mabarisi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ni dira miongoni mwa dira na maelekezo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika hadithi sahihi iliyopokea Imam Bukhari katika sahihi yake, pia Imam Tirmidhi katika sunani yake, Al-Imam Ahmad katika musnad yake, pia Al-Imam Abu Daud katika sunani yake, Sunan Abi Daud. Mtume anasema katika hadithi ya tariq ya Sayyidina Abu Huraira mpaka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Mtume anasema idha dhiyatil amana fantadhiri saa, itakapopotezwa amana basi subirini kiyama. Qalu ya Rasulullah, sababu akashangaa kwa msamiati mzito, msamiati wa ajabu, akasema ya Rasulullah, wa kaifa idha'atuha ya Rasulullah, vipi amani inapoweza kupotezwa ya Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Mtume akasema idha usnida al-amru, katika riwaya nyingine idha usida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri saa, itakapoegemezwa jambo wasio kuwa watu wake basi subirini kiyama. Maana yake jambo zuri ambalo kwamba nataka kuwa na maslahi na katika jamii na manufaa kwa jamii, alafu wakapewa watu wasiokuwa jambo hilo, wakaegemezewa uongozi. Ni mara ngapi tumewapa uongozi watu ambao kwamba wasiostahili, ambao kama makamu yao kwa ilmu hayawezi kufikia majambo kama yale. Tumewakadimisha wangapi katika nyanja za uongozi wa kisiasa, wangapi na wangapi ambao leo ni wabunge, lakini pia ni mawaziri ambao kwamba wao uwezo kuweza kutumikia hizo nyanja hawana uwezo nazo, kwa madai tu ya kwamba wao wana connection, lakini pia wao ni watu maarufu ulimwenguni. Lakini pia hata maimamu, ni maimamu wangapi na wangapi ambao kwamba leo wamepewa misikiti, lakini misikiti hiyo inaendeshwa vibaya kwa sababu mtu hana maarifa ya ilmu, anadhani uimamu ni kule kusalisha swala ya Ijumaa au swala ya dhuhuri, basi imetosha. Misikiti haiendelei, misikiti haiendekeshwi kiuchumi, misikiti haina mambo ya taaluma mbalimbali misikitini. Lakini kwa sababu nini? Idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri saa, itakapoegemezwa jambo wasio kuwa watu jambo hilo, subirini kiyama. Tumewapa viongozi, mashehe wa kata, mashehe wa wilaya, mashehe wa mikoa, lakini pia ni mara ngapi tumefanya makosa kuwapa uongozi watu ambao kama sio stahiki. Lakini pia hata ndoa hizi, ndoa mtu ameoa, mtu anampa, mzazi anampa mke, anampa binti yake mtu kwa kumuozesha akidhani yule mtu sahihi, lakini hakumchunguza. Mwisho wa siku ile binti anakwenda kule, anakwenda kuchezewa, anafanya mambo mabaya na madhila, mwisho wa siku anarudi nyumbani kwa majuto. Mtume anasema idha dhi'atil amana fantadhir, amana ikishapotezwa basi subirini kiyama. Shida sio kumpokonya mtu alichokuwa nacho alichompa zamani, shida ni ukishampokonya yule unayempa ni nani, anaweza kustahimili katika sehemu hiyo kiasi gani. Mimi ni Haji Juma Ramadhan na hii ni majalisi ya Ijumaa, durus ama darsa min durus al-Muhammadiyya, ni masomo katika masomo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa unifuatilia katika mitandao ya kijamii YouTube, kama kisearch YouTube utaandika ZDH TV, subscribe pale ili kupata habari mbalimbali na mafunzo mengi ambayo kama yanatokea kuelezwa katika vipindi mbalimbali. Lakini pia TikTok, Instagram, nenda kaandike ZDH TV. Lakini pia katika mitandao ya kijamii binafsi Haji Juma Ramadhan, nenda Facebook kupata kujifunza vitu mbalimbali.
sana. YouTube nenda kaandike ZDH, acha nafasi kidogo TV, jicho la imani, hapa hapa ZDH TV, maarifa kwa umma. Na tukiwa katika maendeleo ya darasa yetu inahusiana na namna gani hatua ya kwanza ambayo kwamba inayotumika kwa mwanamume anapofika mahali sasa anamuona mke wake anakwenda tofauti na utaratibu ambao kwamba unakinzana na sheria ya Kiislamu au unakinzana na ule utaratibu ambao kwamba maisha yao ya ndoa pale kisheria. Lakini pia hata mwanamke anayo haki ya kujua kwamba hili analifanya mume wangu, analifanya mume si jambo zuri kisheria ya Kiislamu, lakini pia haliendani na tamaduni za Kiislamu, tamaduni za kijamii. Ona kwamba namna hili jambo hili si jambo zuri sana. Cha kufanya yeye haamui tu kusema nipe talaka yangu, au haamui tu kuondoka nyumbani kwao, wala mwanamume hawezi kuamua tu kama kutoa talaka. Kwanza zima hatua tuzitaja hatua 8. Hatua ya kwanza tumetaja hapo nyuma ni kuhusiana na mawaidha, kwanza kumpa naswaha juu ya yale makosa ambayo kwamba unaona kwamba anakwenda nayo kinyume. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoona taasisi ya ndoa, taasisi ambayo kwamba haitokosa migongano, taasisi ambayo kwamba haitokosa kupishana Kiswahili, haitokosa kupishana kama watu ambao kwamba wanaishi sehemu moja. Na mara nyingi mke ulikuwa huwezi kupishana na huyu mume uliokuwa naye wakati alikuwa kwao na uko kwenu, lakini leo mko pamoja, ndio kitu ambacho kwamba kinatupelekea kuweza kugongana na kupishana Kiswahili. Nini ufanye? Allah alipoyatazama haya na kuyajua, alisema kwamba ndani ya Qur'an Allah anasema wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhu, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhu, na wale wanawake ambao kwamba mnaochelea, mnaoogopea, ambao mnaogopa sana dhidi ya ubaya wao, dhidi ya shari zao, dhidi ya tamaduni zao mbaya ambazo kama mnadhani zinakengeuka utaratibu wa dini na ukigeuka utaratibu ambao kwamba upo katika maisha ya ndoa, hakuna furaha tena, bali furaha ishakuwa ni chuki, bali chuki ishakuwa tena ni huzuni mfululizo. Allah anasema wallati, na wala ambao kwamba takhafuna, mnaowaochelea nyinyi wanaume, mnaogopea nushuzahun, matatizo yao, shari zao, ubaya wao. Allah anatoa mwongozo, anasema fa'idhuhun, wapeni mawaidha, walinganieni kwanza, kuwatoa na kuwaelekeza katika yale ambayo kama mnadhani hayapo vizuri, hayako sawa. Mueleze kwanza mtu kweli, bwana unalolifanya hili si jambo zuri. Allah anasema hivi, mtume anasema hivi, lakini hata kibinadamu tu hili labda lingefanyika namna hii, hili lingefanyika katika sura hii. Kwa nini mke wangu unafanya haya? Kwa nini mke wangu unaenda katika mifumo hii? Mbona anakataza hivi? Mbona Allah anasema hivi? Kwa nini? Lakini si kuamka tu asubuhi na kuona kwamba huyu mwanamke amenichosha, Aisha kanichosha, lakini na Fatuma kule ambao kama namuona anaweza kuingia hapa. Ukiwa na mfumo huo kuoa na kuacha, na Mtume Muhammad akakataza kwamba laana Allahu dhawaqat, Allah anawalaani wale ambao kwamba wenye kuonja oa huyu kana siku ngapi kamwacha, kao yule mwingine akasema naye ngapi kamwacha. Uislamu mambo haya umetukataza kabisa, kwa sababu hakuna mwanamke ambao kwamba hawezi kuwa mwenye kukukera, wala hakuna mwanamume ambao kwamba hawezi kukukera. Ila tu mimi nachukia yale maneno wanayosema baadhi ya watu kwamba hakuna mwanaume wa peke yako. Uislamu unatufundisha haya mambo. Yale maneno unayotaja kama mepesi, lakini mwanaume wa peke yako kwa maana gani? Mwanaume peke yako maana awe na wake wa halali wangapi? 4. Ndio hakuna mwanaume peke yako. Lakini sio upo katika ndoa ya mke mmoja alafu unasema kama hakuna mwanaume peke yako ili uende kule nje ukazini. Uislamu hakutufundisha jambo hili. Hakuna mwanaume peke yako, kwa maana kama unachukua mwanamke mwingine unamuoa kwa ndoa wafike mpaka 4, na Allah ameweka hikima mpaka 4. Kulikuwa na hikima kubwa pale. Binadamu kisaikolojia na kiafya hawezi kwenda mfululizo mara 5 sehemu moja. Hiyo ndio hikima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama ukunielewa, tumieni muda kujiongeza, mtanielewa. Lakini Allah ameweka mtu anaweza akaenda mara 7 mfululizo, akatoka hapa akaenda kulima na pale, akalima na pale, akalima na kule, akalima na sehemu nyingine,
zile sehemu 4 aweza kuzizungukia kwa ajili ya kulima, na jembe lake linazidi kuwa kali mfululizo bila kuwa na mashaka. Huyo ndo Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hiyo hikima kubwa sana. Sasa hakuna mwanamume ambaye kwamba hawezi kukera, ewe binti wa Kiislamu, ewe mwanamke wa Kiislamu. Lakini pia kijana wa Kiislamu, hakuna mwanamke ambaye kwamba hawezi kukukera. Isipokuwa nini kifanyike? Lazima tujuane madhaifu yetu, na lazima tutumie kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala kusema, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhu. Na wale wanawake ambao kama nyinyi mnaowachelea shari zao, basi jitahidini sana kuwapa nasaha na kuwanasihi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa mawaidha mazuri. Lakini pia hao wanawake na nyinyi mna haki kwa aya hiyo hiyo, nyinyi wanawake pia mnayo haki ya kuwanasihi na kwa mawaidha waume zenu. Na hapo unaweza ukasema kwamba shekhe kweli, lakini mtu nampa nasaha na kwa mkali. Tayeb, wanaume hao wapo, anapata nasaha kwa mke wake, nasaha nzuri, lakini yeye anaweza kuwa na maneno makali na kumfanya yule mwanamke ni mtu kama si mwenye kusikiliza. Ayuha rajul, ewe mwanamume, ittaqillah, mwogope Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe si jiwe, wewe si malaika kwamba haukosei, bali unakosea kumudhi mke wako. Na mke anapokueleza juu ya udhaifu na makosa kama unayofanya, hamaanishi kuwa anakuchukia, hamaanishi kuwa anakushusha heshima yako, hamaanishi kuwa anakufanya wewe ni mdogo, anakupanda kichwani. Hapana, la, bali anakueleza kwa ajili ya sababu anakupenda, anakueleza kwa sababu yeye anadhani wewe ndio thamani kwake yeye, na yeye anakuchelea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Utaingia katika moto wa jahannam, wal iyadhu billah. Mtu anapokuambia haki anakuambia kweli na imani. Hapa ZDH TV, maarifa.